Ndugu zangu Waislamu, katika 10 ya mwisho ya Ramadhani Mtume tumesema awali alikuwa anaingia itikafu. 10 ya mwisho anakaa msikitini haitoki. Itikafu mtakiwa mtu afanye katika msikiti ambayo inasaliwa sala 5 na Jumaa. Msikiti yote ambaye haisaliwi Jumaa haifai mtu kufanya itikafu, kwani mtu itikafu anatakiwa asitoke. Nasi itasababisha mpaka yeye atoke nje, hii sio itikafu tena. Bora mtu afanye itikafu katika misikiti ya inasaliwa sala 5 na Jumaa. Kama msikiti mwingine yuko barabarani au sehemu ya kazi watu wanasali dhuhur, asr, maghrib, isha, wasali alfajr, hii haifai kufanya itikafu. Na musalla, watu wengine wanatengeneza nyumbani sehemu nyumba imejenga kama nyumba sio msikiti, wanarakibisha wanaweka kusalia, hii sio msikiti, hana hukumu msikiti, hii ni musalla. Ile ni haifai kufanya itikafu madama yuko msikiti ya Jumaa, msikiti umejengwa rasmi, msikiti yuko karibu, haifai kufanya itikafu. Itikafu inafanya katika msikiti rasmi, na msikiti inaitwa baina ulama msikiti ambayo wakati inajengwa imejenga kwa ajili msikiti, sio umejenga nyumba baadaye wewe umebadilisha. Hii itakuwa musalla, sio msikiti. Sasa yuko hadith Hudhaifa radhiallahu anhu, Mtume sallam kasema la itikafa illa fi 3 masajid. Hii darasa shatoa zamani mimi, lakini hapa natoa mukhtasar. Mtume anasema hakuna itikafu isipokuwa misikiti mitatu: msikiti wa Makkah, msikiti wa Mtume sallam Madina, na msikiti ya Palestina Baitul Maqdis. Hii hadithi ipo, lakini ulama wengi wanasema hadithi hii ina utata. Hata Hudhaifa radhiallahu anhu siku moja ameenda Iraq kule kumtembelea Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni sahaba mkubwa kuliko Hudhaifa, ni alim kuliko Hudhaifa. Hudhaifa wakati yeye anamtembelea Abdullah ibn Mas'ud asibana, mimi nimeona kitu ajabu wakati nakuja nyumbani kwako hapa mbele yuko msikiti, nimeona kitu ajabu. Hudhaifa anaona kitu ajabu, anamwambia nani? Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu kasema, umeona kitu gani ajabu? Anasema, nimeona watu wanafanya itikafu katika msikiti hapa. Na wewe unajua Abdullah ibn Mas'ud, Mtume kasema hakuna itikafu isipokuwa msikiti mitatu tu. Abdullah ibn Mas'ud kamrakibisha Hudhaifa, akamwambia hapana, huenda wao wamekumbuka, wao wamesahau, wameghafilika. Wewe umeghafilika, wao wamejua. Wewe hujajua, wao wamejua. Abdullah ibn Mas'ud kampinga nani Hudhaifa, msimamo wake hivi. Sasa ni kauli sahihi, kauli jumhur ahli ilm, misikiti yote ambayo watu wanasali jamaa na Jumaa inafaa mtu kufanya itikafu. Kwa nini? Lana Mungu anasema antum aakifuna fi masajid, mnafanya itikafu katika misikiti, kaweka open. Na fuqaha wote wanasema wasahaba wa tabi'in walikuwa wanafanya itikafu misikiti ambayo sio msikiti watatu hao. Hadithi kama tunasema sahihi, kama Sheikh Al-Albani hadithi msahihisha, lakini baadhi ya ulama hadithi umemba dosari hadithi, lakini kama tunasema hadithi hii ni sahihi, tunasema maana yake hakuna itikafu bora zaidi, ina thawabu nyingi zaidi kwa misikiti hawa tatu. Sio maana yake hakuna itikafu kabisa. Sheikh Al-Albani amekubali katika kitabu yake as-Sahihiyya, silsila hadith sahiha, ametaja kama wewe unasema mtu hana imani kama hana amana, mtu hana imani kabisa kama hana mudilifu. Sasa kama mtu Muislamu hana mudilifu, hana muaminifu, tayari tunasema hana imani moja kwa moja? Tunakusudia hana imani kamili. Mwanadamu kuiba, kutabele watu na yeye Muislamu anasali, hawezi kuwa kafiri, ni dhambi, lakini hawezi imani kutoka kwake moja kwa moja. Sasa hadithi kama tunasema ni sahihi, tunasema Mtume anakusudia la itikafa afdal,
kuna itikafu bora zaidi kuliko itikafu misikiti tatu hao, lakini itikafu misikiti yote inafaa kama ulama zetu jumhur ahli ilm wamekubali. Masala watu lazima hawaelewe itikafu yipo kila msikiti kwa sharti ambayo hapa mimi nimetaja hapa awali.